CGTN Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Wanaanga wa Shenzhou 21 waendelea na majaribio ya kisayansi na ufuatiliaji wa afya katika kituo cha anga cha China. Makampuni ya kimataifa yapongeza juhudi za China kurahisisha uwekezaji wa kigeni. Na vilabu maalum vya wazee vyazidi kupata umaarufu mkubwa mjini Shanghai. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na wanaanga wa China walioko katika kituo cha anga cha Tiangong wanaendelea kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi kufuatilia afya zao na kufanya matengenezo ya kawaida wakiwa angani. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Timu ya wanaanga wa Shenzhou 21 inaundwa na kamanda wa safari Zhang Lu pamoja na wanaanga Wu Fei na Zhang Hongjiang. Wamekuwa angani kwa zaidi ya miezi minne na wote wameripotiwa kuwa katika hali nzuri ya kiafya. Katika uwanja wa tiba ya anga, wanaanga hao walikamilisha tafiti kadhaa, zikiwemo utafiti kuhusu namna ya kujenga uaminifu na ushirikiano. Uhusiano wa uaminifu ni kati ya binadamu na mashine wakati wa safari za anga, pamoja na tabia za mwili katika mazingira ya kutokuwa na uzito almaarufu microgravity. Aidha, walitumia kifaa maalum cha uchunguzi kinachoitwa Space Raman Spectrometer kuchambua vipengele vya kimetaboliki vilivyopo kwenye sampuli za mkojo. Taarifa zilizokusanywa zitasaidia watafiti kuboresha mfumo wa kupima na kutathmini viashiria vya kimetaboliki mwilini. Wanaanga hao pia walitumia kifaa cha kupima mawimbi ya ubongo almaarufu EEG kukusanya taarifa kwa ajili ya majaribio yanayohusiana na ufuatiliaji wa fikra na uchambuzi wa shughuli za ubongo katika kazi za pamoja. Matokeo yake yatasaidia wanasayansi walioko duniani kuendelea na tafiti zao. Katika uwanja wa sayansi ya kimwili katika mazingira ya kutokuwa na uzito, wanaanga walifanya kazi za matengenezo na majaribio kulingana na ratiba. Miongoni mwa kazi hizo ni kubadilisha kifuniko cha sampuli katika kifaa cha majaribio ya mwako, kusafisha mfumo wa utupu na kubadilisha sampuli katika majaribio ya fizikia ya vimiminika. Kwa upande wa usimamizi wa kituo cha anga, wanaanga walifanya ukaguzi wa kawaida wa vifaa na mazingira ya kituo hicho. Walipima hali ya hewa ndani ya kituo, ikiwemo kiwango cha unyevunyevu, joto na kasi ya upepo, ili kuhakikisha mazingira yanabaki salama kwa maisha ya wanaanga. Wakazi wengi waliostaafu karibuni katika jiji la Shanghai wameanza kujiunga na vilabu maalum vya kijamii kwa wazee ili kujiburudisha, kukutana na marafiki na kuendelea kuwa na maisha ya kijamii yenye shughuli mbalimbali baada ya kustaafu. Mwenzangu Simi Wanjala anatuarifu zaidi. Kwa ada ya zaidi kidogo ya yuan 100 ambayo ni sawa na dola 14 za Marekani kwa mtu mmoja, wageni hupata milo miwili iliyoandaliwa upya pamoja na fursa ya kutumia vifaa vya burudani kama sakafu ya kuchezea dansi, jukwaa la kisasa la maonyesho, karaoke na michezo ya mezani. Wengi wa wateja wanasema vilabu hivi vinawapa nafasi muhimu ya kukutana na marafiki, kuonyesha vipaji vyao na kuendelea kushiriki katika maisha ya kijamii, hususan baada ya kustaafu. Kwa mujibu wa meneja wa shughuli wa klabu hii, Yang Ziging, takriban 99% ya wateja ni watu waliostaafu hivi karibuni wenye umri wa kati ya miaka 55 na 65. Aliongeza kuwa watu katika kundi hili bado wana afya njema na uwezo wa kutumia fedha kwa burudani, jambo linalofanya biashara hiyo kukua kwa haraka. Tangu kufunguliwa kwa tawi la kwanza mwaka 2023, klabu hii imepanua shughuli zake hadi kufikia matawi 4, huku kila tawi likipata mauzo ya wastani ya zaidi ya yuan milioni 2 kila mwezi. Wachambuzi wa sekta wanasema dhana ya vilabu hivi haijajikita tu katika utoaji wa chakula, bali pia katika kuunda mazingira maalum ya kijamii yanayowapa wazee nafasi ya kushirikiana, kuburudika na kuendelea kuwa na maisha yenye furaha na starehe.
Na urafiki kati ya China na Afrika umeonyesha nguvu na uimara mkubwa katika kipindi cha zaidi ya miaka 70 licha ya mabadiliko katika mazingira ya dunia, na utaona mafanikio mapya mwaka huu wa 2026, alisema waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Beijing. Mr. Wish anatuarifu zaidi. Wang alitoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari kuhusu sera ya mambo ya nje ya China na mahusiano ya kimataifa uliofanyika kando ya kikao cha 4 cha bunge la 14 la China. Alisema kwa miaka 70 urafiki wa China na Afrika umestahamili mabadiliko ya mazingira ya kimataifa na umeonyesha nguvu kubwa. Waziri wa mambo ya nje wa China ameanza kila mwaka kwa ziara yake ya kwanza barani Afrika kwa miaka 36 mfululizo, jambo ambalo limekuwa utamaduni wa kidiplomasia unaotekelezwa bila kujali hali ya hewa. Uendelevu huu unaonyesha roho na dhamira ya diplomasia ya China. Mwaka huu mahusiano ya China na Afrika yatashuhudia maendeleo mengi mapya. Ningependekeza kuzingatia mambo matatu. Kwanza, hatua mpya katika kujenga jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja. Tutakaribisha viongozi wengi wa Afrika ili kuimarisha msaada wa pande zote kama washirika wa kudumu na kuandika sura mpya ya safari yetu ya pamoja. Wang aliongeza kwamba wakati wa ziara yake nchini Ethiopia mapema mwaka huu, watu walikumbuka kwa furaha matukio ya kuvutia ya ziara ya waziri mkuu wa zamani Joe Enlai barani Afrika. Kisha nchini Tanzania, watu bado wanathamini kumbukumbu ya msaada wa China katika ujenzi wa reli ya Tazara, na wahandisi pamoja na wafanyakazi wengi vijana wa China waliopoteza maisha yao na kuzikwa katika ardhi hiyo mbali na nyumbani kwao. Alisema si kupitiliza kusema kwamba urafiki wa China na Afrika umepitishwa kutoka kizazi hadi kizazi, umejengwa kwa mioyo iliyounganishwa na umeimarishwa kwa jasho na damu. Wang alisema katika enzi hii mpya, rais wa China Xi Jinping anathamini sana uhusiano na Afrika. Anasisitiza uaminifu, matokeo halisi, urafiki na nia njema katika kushirikiana na Afrika, na mara zote anakumbusha urafiki na maslahi ya pamoja kati ya China na bara la Afrika. Na Mchina inaendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kujenga jamii rafiki kwa malezi ya watoto. Lengo ni kusaidia familia na kukabiliana na changamoto ya kupungua kwa kiwango cha kuzaliwa kwa watoto. Nilifuatilia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo. Hatua mbalimbali zimeanzishwa ili kuwasaidia wazazi wanaofanya kazi kusawazisha majukumu ya kazi na familia. Kwa mfano, mfanyikazi wa JD.com Wang Chungming umleta mwanawe wa miaka 2 kazini na kumpeleka katika kituo cha kulea watoto kilichopo ndani ya kampuni hiyo, huduma ambayo imerahisisha maisha yake ya kila siku. We really needed this. Balancing work and kids is hard. Kwa wazazi wengi nchini humo, asubuhi huwa ya haraka, huku wakipeleka watoto wao kwenye vituo vya kulelea watoto kabla ya kukimbilia kazini, hasa kwa kuwa msaada wa babu na bibi unapungua kadri familia zinavyohamia mijini. School teachers already shoulder most of the academic work. What we community do here is fill the gap that families can't always cover. A child's growth depends on more than parents and schools. It's a shared effort across the whole community. Mwaka wa 2023, China ilirekodi takriban watoto milioni 9 waliozaliwa, huku kiwango cha uzazi kikiwa karibu watoto 6 kwa kila watu 1,000, chini ya nusu ya kiwango kilichokuwepo mwaka wa 2016. Ili kukabiliana na hali hiyo, serikali imeanza pia kutoa msaada wa moja kwa moja kwa familia. Kuanzia mwaka wa 2025, kila familia yenye mtoto chini ya miaka 3 itapokea ruzuku ya yuani 3,600 kwa mwaka. Aidha, kati ya mwaka 2021 na 2024, serikali iliwekeza karibu yuani bilioni 5 kupanua huduma za vituo vya kulelea watoto kote nchini. Hatua hizi zinaonyesha mabadiliko ya sera kutoka kudhibiti idadi ya watu hadi kuimarisha ustawi wa familia na kuunda mazingira bora ya kulea kizazi kijacho. Makampuni ya kimataifa yamepongeza juhudi za China katika kurahisisha uwekezaji wa kigeni. Wanasema sera mpya za serikali zitasaidia kuimarisha ushirikiano wa biashara na kutoa fursa zaidi kwa kampuni za kigeni. Ronald Mutie
anatueleza zaidi. Tu Changming, mkurugenzi mwandamizi wa kampuni ya Singapore EHI Kerry Golden, anasema kwamba malengo hayo yataimarisha soko la chakula nchini China. The government work report proposed to build a strong domestic market and achieve the goal of keeping domestic residents' income in line with economic growth. This means that the grain, oil, and food consumption market will continue to grow, and consumer demand will upgrade from eating enough to eating well and healthily. Kwa upande wake, kampuni ya dawa ya Ufaransa Sanofi, ambayo inawekeza katika utafiti wa kisayansi unaotumia akili bandia na teknolojia za afya za kidijitali, ameelezea matumaini makubwa kuhusu ushirikiano na China. Shi Wang ni rais wa Sanofi. China's investment in research and development has grown at a very rapid pace, with considerable overall scale. More than 90% of the key products in our global research and development pipeline have achieved simultaneous global development, and some products had the privilege of being launched globally for the first time. We want to participate in this force of biomedical innovation in China. Viongozi wa biashara wanasema pia kuwa hatua za China kupanua sera za kufungua uchumi zimeboresha mazingira ya kibiashara kwa makampuni ya kigeni. Shi Wang alielezea kuwa serikali ya wilaya ya Jian ya mjini Shanghai ilialika kampuni yao mapema mwaka huu kujadili mipango ya kazi ya mwaka 2026. On the first working day of the new year, Jing'an District in Shanghai invited our company to the district government office to discuss the key tasks for 2026 and to learn more about the company's potential needs and difficulties in operation in the new year. Many of our questions were answered or even resolved on the spot. You can see the importance of the business environment, which is one of the favorable reasons why we are willing to further develop in China. Naye Kevin Cho, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya bima ya AXA, amesema kwamba sera za kufungua uchumi zimeipa kampuni yake fursa mpya za kufanya biashara. As one of the largest wholly foreign-owned property insurance companies in China, AXA Tianping has undergone a transformation from a joint venture to a wholly foreign-owned enterprise. The report specifically mentioned steadily expanding institutional openness, providing a fair competitive environment, and a broader stage for cooperation for foreign-invested enterprises, and injecting strong momentum into industry innovation. Na dawa za Kitibeti ni sehemu muhimu ya matibabu ya jadi ya Kichina na zimeendelezwa kwa karne nyingi katika maeneo ya milimani. Leo wataalamu wake wanasaidia kubadilisha huduma za afya katika maeneo ya mbali ya mkoa wa Qinghai, kaskazini magharibi mwa China. Huyu hapa Zakia Pong kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Dawa za Kitibet ni sehemu muhimu ya matibabu ya jadi ya Kichina. Dawa hizo zimeendelezwa kwa karne nyingi za maisha katika maeneo ya milimani na zimepiga hatua na kuwa mfumo wa kipekee na kamili wa uponyaji. Mtaalam wa dawa za jadi za Kitibet anabadilisha huduma za afya katika maeneo ya mbali ya mkoa wa Qinghai, kaskazini magharibi mwa China, kupitia elimu, huduma na utamaduni. Kutokana na hali ngumu ya mazingira ya asili na rasilimali chache za matibabu, jamii za kabila la Watibet wamepata njia za kipekee za kugundua na kutibu magonjwa mbalimbali. Mwaka wa 2006, dawa ya Kitibet ziliorodheshwa rasmi kama sehemu ya urithi wa utamaduni usioonekana na ngazi ya taifa wa China. Katika eneo la kati la kaunti ya Nangqian, mkoani Qinghai, Bwana Genche Mulan amejijengea jina linalojulikana majumbani baada ya kupata shahada yake ya chuo kikuu mwaka 2006. Alirudi kijijini kwao kufanya kazi ya matibabu ya Kitibet. Eneo kubwa la ardhi na idadi ndogo ya watu vinaleta changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya katika eneo hilo, na mara nyingi Bwana Mulan husafiri umbali mrefu
kufikia jamii za kwenye makazi ya mbali. Alitoa ushauri wa bure kwa wakazi wa vijijini, akitambua umuhimu wa haraka wa kupata waganga wengi wa jadi katika maeneo ya vijijini. Bwana Mulan aliona mbali na kuanzisha shule maalum ya matibabu ya Kitibet. Mpango wake ulilenga sio tu kuhifadhi jadi, bali pia kukidhi mahitaji ya kimatibabu kwa ajili ya watu wasio na huduma za kutosha. Mwaka 2011, Bwana Mulan alianzisha shule ya matibabu ya Kitibet katika wilaya ya Yushu. Alichokianzisha kilikuwa ni mradi mdogo kwenye hema la muda, lakini sasa kimekuwa na kuwa taasisi yenye vifaa kamili, inayofadhiliwa na umma lakini imeendeshwa kibinafsi. Hivi sasa ina mabweni, bwalo na uwanja wa michezo kwa msaada wa serikali za huko na watu binafsi kutoka katika jamii, akiwa nia thabiti ya kuondoa vizuizi vya kujifunza. Anahakikisha kuwa hakuna mwanafunzi anayekosa elimu kutokana na changamoto za kifedha. Hadi sasa shule imetoa shahada kwa wanafunzi 618. Kati yao wanafunzi 85 wamerudi katika vijiji vyao kuwa madaktari wa kijiji. 25 sasa wanafanya kazi katika hospitali za umma. 93 wamejiunga na kampuni za dawa za Kitibet na 28 wamefungua kliniki zao wenyewe. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, hivi sasa umewadia ule wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第8课，马丁比我大3岁。 Sikiliza rekodi hii na usome. 弟弟，弟弟，妹妹，妹妹。 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 朋友，朋友，同学，同学，也，学生，学生。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 朋友， Tafadhali soma nami maneno haya. 好朋友，好朋友， 同学， 我的同学， 我的同学， 也， 我也是学生， 我也是学生， 学生， 小学生， 小学生。 Magoli ya soka. Unaposoma neno ambalo mtoto wa kiume amelisema vizuri, mtoto huyo atafunga goli. Hebu tumsaidie. Jinsi ya kusoma neno hili. 学生， Jinsi ya kusoma neno hili. 朋友， Jinsi ya kusoma neno hili. 同学，
Jinsi ya kusoma neno hili. 弟弟 Jinsi ya kusoma neno hili. 妹妹 Sikiliza. Sikiliza rekodi na chagua picha inayoendana nayo. 爷爷比奶奶大3岁。1， 我的苹果比姐姐的多2个。3， 哥哥比我高很多。2， 我的书包比他的书包大。4， Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见。 Na kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala yetu ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mgoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.